Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tutajifunza jinsi ya kuongeza sauti ya solo kwenye music score, au pia tutajifunza kuongeza vifaa vingine vya muziki ukiwa umeshachora wimbo wako. Kama unataka kuongezea kifaa chochote cha muziki, kama ni filimbi au ni ngoma iwe inapiga kuendana na wimbo wako, au uongezee sauti nyingine kwenye wimbo wako, tutajifunza katika somo hili. Lakini tutajikita zaidi katika kuongeza sauti ya solo, sauti ambayo inakuwa ya juu zaidi au ya kiongozi kuliko sauti nyingine za wimbo. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama subscribe ili uweze kupata mafunzo yetu yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tukiwa tuna wimbo wetu kama huu hapa ambao tulichagua kwa kielezo chetu cha kujifunzia, tumeshauandika sasa wimbo wetu kitikio chake. Sasa nataka tuongezee sauti ya juu au sauti ambayo itakuwa sauti kiongozi au solo wanasema wengine. Tutafanyeje? Kwanza kabisa, kabla hujajua kuongeza solo, inamaanisha inabidi ujue jinsi ya kuongeza kifaa chochote cha muziki kwenye staff yako. Ujue kuongeza kifaa chochote cha muziki kwenye staff yako. Kuna namna mbalimbali za kuweza kuongeza kifaa cha muziki ambacho tunataka kukichorea sauti, lakini tutajifunza namna hii ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Kwanza kabisa, ukishakuwa umeshafungua wimbo wako, ndio huu hapa, utakuja sehemu ya edit. Baadhi ya version za music score, hii sehemu ya instruments inapatikana sehemu ya edit, lakini kuna baadhi ya music score ukija kwenye sehemu ya add tu, hapo utakutana kuna sehemu ya ku-add instrument. Kwa ukija kwenye sehemu ya edit hapo, utakuja sehemu ya instruments, utaigusa. Ukigusa sehemu ya instruments, itakuonesha ni kifaa gani unataka kuongeza. Kwa utachagua hapa. Kama unataka kuongeza woodwind, utachagua. Kama ambayo itakuletea hapa aina zake: piccolo, flute, recorder, oboe, clarinet, bassoon, soprano saxophone, baritone saxophone. Au kama unataka kuongeza freeled, itakuletea vifaa vyake hapa: harmonica, accordion. Kama unataka kuongeza brass, itakuletea vifaa vyake. Kama unataka kuongeza strings, itakuletea vitu vya strings hapo: banjo, classical guitar, hapo ukulele, bass guitar. Lakini kama unataka kuongeza percussion au hizi ngoma, pitch na pitch, itakuletea hapa drum set, concerto, bass drum, wood block, triangle, cymbal, clave au percussion pitched, itakuletea hapa alikadhalika. Lakini kama unataka kuongeza sauti, vocals, kuna sehemu hapa ya vocals ambapo utakuta kuna sehemu ya voice, kuna sehemu ya soprano, kama unataka kuna sehemu ya mezzo soprano, kuna sehemu unaweka alto, tenor, baritone, bass, woman, men au kazoo. Kwa mfano hapa tukachagua nataka kuongeza soprano. Ndio hiyo. Nataka kuongeza soprano. Nakuja hapa sehemu ya add score. Minya add score. Score yako itaonekana hapa na itakuwa inaonekana kabisa ni staff ya treble clef. Treble clef. Sasa tukifika hapa, kuna hii inamaanisha hivi ndio zilivyojipanga kwenye itakavyojipanga kwenye muonekano wetu. Ile staff ya wimbo ambayo tumeweka, piano staff au grand staff, itakuwa ipo kwa juu, lakini hii ya chini leading itakuwa ipo kwa chini. Kwa kama unataka kuchora kwa ajili ya ngoma au vitu vingine unataka ikae kwa chini, utaminya tu okay. Lakini kama unataka kuipandisha juu ili ije kuwa sauti kiongozi au iwe inaonekana kwa juu, utaminya hiki kialama hiki cha mshale kwenda juu. Utaichagua kuipeleka juu, au kama itataka kuipeleka juu nayo unaichagua utaipeleka juu. Baada hapo ukishaminya hivyo, sasa ndio unaminya okay. Kuminya okay, utakuta staff yako imejitokeza kama hivyo, na hapo unaweza kuongezea sauti yako ambayo ulikuwa unatamani kuongezea kwa juu iwe inasikika kama kwa juu ya wengine, kama ni unachora solo. Lakini pia kama unachora kifaa cha kupamba wimbo, unakuwa umekichora kwa namna hiyo. Hii ni
pale ambapo unakuwa umechora wimbo unataka kuongezea sauti. Unaweza ukachagua pia vifaa hivyo, kuchagua namna ya hii staff kukaa mwanzoni kabisa ukiwa unataka kuchora wimbo wako. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki sana na uwe na